Naam, hii ni za Kiswahili ya Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Jina langu ni Omari Makilele Ozil. Msikilizaji na mtazamaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, na kushukuru na kukukaribisha kwa mara nyingine tena kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari za siku ya leo. Na katika taarifa zetu hizi tuanzie huko katika mji wa Uvira. Ni kwamba mama mmoja ameshikwa na silaha moja aina ya AK-47 kwenye mpaka kati ya DRC na Burundi, eneo la Kamvimvira mjini Uvira. Tukio hilo limepitika Ijumaa ya tarehe 17 Oktoba 2025. Kwa jambo hilo, vuguvugu Machozi ya Raia imepongeza vitengo vya usalama kwa kazi kubwa walioifanya. Akizungumza na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV kunako line ya simu, Bwana Dunia Misi, mratibu wa vuguvugu Machozi ya Raia, ameonyesha hapa namna mchakato wa kumnasa mama huyo uliweza kufanyika. Kwa mwanamke mwenye bali mkamata na silaha anatoka huko gambo ya Kongo anavuka Burundi. Taarifa za ukweli, ule dada alikuwa na shakio mambo mengi sana, na aliweza katafungiwa zamani mambo ya wizi, uhalifu, kwa kwenye watu walitoka ndani ya gereza, naye akatoka akaendelea mambo yake, akaendelea matrafiki yake. Njo hiyo siku watu wazee wenye sheria wakamnyoshia mikono, wakamshakia kumbe alikuwa anavusha silaha Burundi, ndio wakamshika. Watu wa ujasusi tunawashukuru kwa kazi ambayo wako wanafanya katika boda. Yaani alikuwa anatoka huko Uvira kwenye Probox ni magari hivyo, kagari kadogo. Sasa kumbe alikuwa anatia hiyo bunduki, alikuwa anaifichika chini kabisa, alikuwa anaifichika chini na shofa akojua. Ndipo wajeshi walikuwa na ujasusi waliposopa hiyo gari wakaikuta ndani hiyo bunduki. Ni Mkongomani. Sisi kama shirika za kiraia tuko na uchungu sana. Unaona, zamani tulikuwa tunazania kama ni wa baba wa kaka ndio wanafanya vitu vya uhalifu, lakini sasa tunakuwa na masikitiko na wamama wanaanza fanya mambo ya uhalifu, na wadada wanaanza kujiingiza mu vitu vya uhasama. Waangalia dada mzima mwenye anafikisha hata 35 anaanza uzisha maarme, anaanza uzisha watu mabunduki. Haoni kama ni kitu cha kushtuka nacho hicho. Tunashukuru kwanza kwa service ya ujasusi, tunawashukuru kwa kazi ambayo uko nafanya. Tunawaomba waendelee kufanya ile kazi ili wahudumishe usalama tu hapa kwetu Uvira. Jana balituambia kama eko mikono ya polisi, lakini mpaka sasa hatujua sasa kama anapatikana wapi. Ile kesi sisi tuliona tampelekea kifungo kabisa, maana ni kitu kibaya sana ambacho walimkuta nacho, na serikali kama anaweza kaachiliwa, lakini sisi tena kufuatilia tuelewe dossier yake inaendelea hai. Tubaki tu katika jiji hilo la Uvira. Ni kwamba swala la kutokuwa na mkuu kiongozi wa kusimamia wazalendo wote ndio chanzo cha hali ya vurugu na kuwa wanapigana wao kwa wao na kuchangia pia kwa vitendo vya ukosefu wa usalama, ndivyo amesema notable Andre Biadunia Mashaka katika mazungumzo na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV juu ya ukimya wake juu ya hali ya wazalendo kuwa napigana wao kwa wao. Andre Biadunia Mashaka ameonyesha kuwa tatizo kubwa katika hayo yote ni serikali kuu ya Kinshasa ambayo imeshindwa kabisa kuwaweka kwenye mstari. Kwa nini Andre Biadunia ananyamazaka wakati wazalendo wenyewe na wenyewe wanatukanana, wanapigana masasi, wanaumizana? Alors que objectif ni kugomboa maeneo. Ni serikali ndio ilikuwa la base ya hivi vitu yote. Serikali kabisa, parce que unité ya commandement ya wazalendo benyewe hawawezi elewana. Serikali iliprofite mnaivete yetu sisi wazalendo na ndio ifanye ile mambo, kwa sababu ilikuwa wanatoka Kinshasa madelegation wanafika Uvira, wanagabula franga kwa wazalendo, kwa general. Ule mwenye aliona yeye alikosa, naye anasema na mimi foni kwa general, kesho na mimi bakwenda ni recevoir, na mimi niko na pati yangu kidogo. Ilikuwa de 13 generaux, leo tuko na plus ya 80 generaux autoproclamés wazalendo. Alors ile deja kusema waweke pamoja, waambie huyu na huyu bawili batatu waweza kuelewana, mebengine wataishape tu na ndo desordre. Mimi anaweza kuimaliza yote ni serikali ya Kongo kama inataka. Mimi niko nawaza kwamba serikali haijui kwamba wazalendo wanaexiste. Parce que ingejua kama wanaexiste, kama ilisha tuorganize, tunapata commandement moja na ile commandement inatufikisha kwenye tuko tunatafuta. Usiku ulikuwa siasa mwa ndefu sana kututoa mjina wa Maimai kutupeleka mwazalendo, ni
kutusinzilisha na kutuambia tunakuwa tunatumika na serikali. Serikali yapi ambayo tuko tunatumika nayo, yenye haitujali, yenye haitupatii vifaa, haitusutenir, hakuna kitu. Na leo sasa tunaenda mseselefe. Imaginez-vous, hii miaka yote watabakia Mubaraka, Fizi, Uvira, sijui Kamanyola, Luvungi, Sange, watabakia tu vile. Batakula kwa nani na atawapatia chakula? Mwisho serikali itawatupa, haitawapa chakula. Na ndio itakuwa mwanzo wa sisi kuanza kuibiwa kila siku, kwa sababu na precisaka kila siku ke ya defo et de vrai wazalendo. Wazalendo kamili ni wale ambao wanapigania nchi. Na wengine ni wazalendo ambao wametoka kwa prison centrale, walikimbia, alishashindikana kwao, wanakamata silaha na kuwa mzalendo. Ule atabakia tu anaibaka. Mimi sina kosa lolote. Sina kosa lolote. Tuko tunafanya maefori yetu sisi tunaweza kuifanya, lakini probleme moja kubwa ni serikali ambayo haipendi kushindikiza wazalendo ili tufikie lengo la kugomboa nchi. Na huko katika tarafa la Fizi sasa ni kwamba hali ya usalama imerejea kuwa tulivu kwa sasa katika kijiji cha Kikonde, sekta ya Nganja, tarafani Fizi, baada ya vurugu kati ya wazalendo kundi la Bilozi Bishambuke kupigana wao kwa wao na hivyo kupelekea kifo cha mmoja kati ya makamanda hao. Duru yetu toka Kikonde ataja kuwa shughuli zote zimezorota wakati wa purukushani za wazalendo hao. Huyo ametoa historia fupi namna mkasa ulivyokuwa. Kusema kama ilikuwa siku ya ine verma 17h, ni kundi kwanza za Bishambuke, kundi ya Bishambuke walianza kunywa pombe kukamaka nganda. Walipokunywa pombe kafika ma 18h ma 19h pale bakaanza zao magomvi, tunajua kwa kuna wasoda raia hawezi fika, tukaanza sikia tu mafujo pale, bakapanda pako mkupanda pale, bakaanza chapana au mangumi pale vile kungandale. Walipopanda huku Yulu, kama ukufahamu Yulu ya hospitali ni kule njoo wanaishi na njoo wako na tuseme na kaya hapo kule. Tukaanza kusikia tu milio ya risasi, ilianza na 20h ile, tukasema wanapiga kapigaka tu. Kumbe pale ilikuwa hatari. Kaanza kujebiana wao kwa wani wa komanda wawili ambao wako mu force negative tofauti. Kisha hapo wakaanza kugombana huko, sisi raia tuko sio tu manyumba, kila mtu mjini yote ni kimya mpaka saa 4 usiku, masasi kwa sasa inapunguka. Watu wakalala, walipolala kuja kuamka asubuhi kukuta maiti pale ya mmoja garso mwa komanda wao alikuwa hapa, wale wengine wale wakakimbia. Watu wakaikala pale, kuikala katokea mpaka Seveli, kukatokea Kose, kama ni ule mwenye alikufa, kama ni yaba tukuelewa, wote ni basoda wakakuya, wale wenzabu directement wakakuwa walisha kimbia. Ndio jana siku ya 5 ilikuwa alert, hakuna hata activity moja ilipita ya masomo, batoto wakwenda kwa masomo ni secondaire ni primaire, activity hakuna, walienda kujamba, watu wakashinda tu vile. Hata hivyo, pamoja na hayo, duru yetu imeongeza kuwa vitendo vya uporaji viliripotiwa na baadhi ya wazalendo. Fujo kukamata mambuzi, wale wenye walikimbia, kukamata mambuzi, makuku, kwa walinyang'anywa matelefone, mpaka leo hazikuonekana. Kwa garso mwenye alinyang'anywa telefone haikuonekana. Hivi walienda nayo Sevele, wakasema tabakute kule wataenda pata hapo telefoni. Alafu hiyo njoo kifupi yenye naweza tu jiwia, bakapiga masasi kabisa. Lakini wale walikuya wenye walikuya ile siku ya 5 hawakupiga masasi. Hiyo usiku kwenye mtu alikufa njoo kulilia za hatari. Na pili leo asubuhi tena siku ya 6 kukakia zingine moto 2 zikapanda, kwa sababu alikamata mhalifu mwenye alifanya hiyo kitendo. Kamata mhalifu, na huyo mhalifu wale bakamubeba Sevele, na hiyo maiti ya ule ndugu yao bakamubeba Sevele, kwa sababu Sevele ndio makao kwake. Hiyo ndio kifupi yenye naweza kuhadisia tu. Tujelekeze katika mji wa Baraka ni kwamba kiongozi wa shirika la CGOP tena leader wa kijamii mjini Baraka na tarafa la Fizi Orfe Amone Akamengele amepongeza jitihada wanazozifanya wazalendo katika kufanya uchunguzi wa habari na vitu vibaya vinavyoripotiwa. Hivyo ni baada ya habari zilizozagaa kwenye mitandao ya kijamii kuwa kuna gari zilizoleta majeruhi wa kivita wa waasi wa M23. Katika mazungumzo na Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, Bwana
Bwana Orfea Mone Akamengele akiwa leader wa kijamii amesema kuwa majeruhi waliotekwa si wahasi wa M23 kama habari zilizozagaa kunako mitandao ya kijamii. Tumsikilize Orfea. Tulipata habari nyingi sana, ilikuwa jana. Habari zilizagaa kabisa katika tarafa la Fizi na hususan katika sekta ya Mtambala, kusema kwamba kunakuwa gari ambazo zimetoka Uvira na zinapeleka watu katika kichwa cha Ubembe huko Fizi Center kwa ajili ya matunzo. Na wakati zile habari zilizagaa, habari hizo zimemfikia kiongozi wa kijeshi ambaye anaongoza batayo ya 3 akiwa ni mheshimiwa Chalu. Na wakati zilimfikia zile habari, alifanya jitihada, pamoja tulikuwa fasi moja, na alituma majeshi yake kuenda kuangalia ni nini ambayo inaendelea. Kweli zile gari ambazo zilipita zilikuwa na wale watu wanaoitwa wablese, na walikuwa wanapelekwa katika tarafa la Fizi huko kwenye hospitali ili kupata matibabu iliyo bora. Na ni hapa ndo ninasema sasa ushujaa wa hawa wazalendo, kwa sababu wakati wanasikia raia inatoa habari fulani, hawako na ikalia habari kimya, wanafuatilia vizuri kujua ni habari inatokea wapi, kwa sababu habari zilizagaa kusema kwamba ni wa M23 ambao wanaelekea huko tarafani Fizi. Na uchunguzi ulipofanyika, ilienda kugundulika kwamba hawakuwa waasi wa M23, lakini walikuwa ni wanajeshi wa kizalendo ambao walipatwa na shida ya masase kutokea Uvira. Mkuu kiongozi wa wajeshi wa wazalendo hapa aliuliza makao makuu hapo Uvira, na wakamhakikishia kwamba ni watu ambao wanatoka Uvira, na hiyo hapo iliwafanya waachiliwe waendelee na safari yao kuelekea Fizi. Ndio maana tunahakikishia raia wa Fizi na wa sekta ya Mtambala kusema kwamba wale ambao walipita mablese hawakuwa waasi wa M23, lakini walikuwa ni wanajeshi wa wazalendo ambao walikuwa wanaenda pata matibabu iliyo sahihi huko tarafani Fizi. Na alipoulizwa kuhusu malalamiko ya raia kwa baadhi ya wazalendo wanaofanya vitendo vya unyanyasaji, Orfea Mone Akamengele hakubaki kimya. Ndiyo, hilo swala la wazalendo kushutumiwa kwamba wanaendelea kunyanyasa raia, kila mara tuko tunaisema, na inaenda kuonekana kwamba si wazalendo wote ambao wanaofanya ile tabia. Kuna kuwa wale ambao wadeviant, wanashindwa kushikilia sheria ambayo wanapewa na ukuu viongozi wao. Na wale kila leo tuko tunaomba wakuu viongozi wa wazalendo kuenda kuwaadhibu kama ipasavyo, kwa sababu raia imeshalalamika muda wa kutosha sana. Na sisi kama vile malida hatuwezi kuachilia ili swala lipite inapersi. Ndio maana tuko nafanya ile mapledoyer kwa wakuu viongozi wa wazalendo kuenda na tokomeza na kukomeza ile hali, kwa sababu isikuje kufanya siku moja raia wakose kuwa na uaminifu na hao wazalendo ambao wanafanya kwa sasa amani iendelee kuonekana katika tarafa la Fizi na jiji la Baraka. Ndio maana wale ambao wanaenda kinyume na sheria, tunaomba na kusi wakuu wa wazalendo kuwa na wapinir na kuwakemea kabisa, ili raia ishi na amani, wawe na ule uzalendo ambao walikuwa nao wakati wako huko porini. Walikuwa watu wenye kutegemewa sana, na ile hali ambao walikuwa nayo huko tunawaomba waendelee kuyaishi hapa mjini ambapo tunakuwa nao, kwa sababu raia inawategemea. Na kama raia inawategemea, raia haiwezi penda ione ile hali za kunyanyasa tena, wao wanakuwa kama vile tena wahalifu, na haiko vizuri. Kumbe waheshimu sheria na waheshimu haki ya kibinadamu. Mtu anaweza kutembea saa zote zile na kitu chake, asinyanganywe na asinyanyaswe wakati anatembea. Tumalizie taarifa zetu za habari na habari zisemazo kuwa mpinzani Seti Kikuni ameachiwa huru jioni ya Jumamosi. Hivyo ni baada ya kushikwa na maafisa wa usalama pindi alipowasili mjini Kinshasa akitokea Nairobi, Kenya. Msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV, ni hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari za siku ya leo. Msomaji ni Omari Makelele Ozile.